Leo ni tarehe 18 ya mwezi wa 12 mwaka ni huu wa 2025. Bwana atanionyesha kuna operation ambayo Mungu mwenyewe ameruhusu itembee. Inaitwa operation kamata ya kuleta nidhamu kwenye taifa. Inawezekana operation hii haijaanza bado, hata pia labda wahusika hawajui kama wanatakiwa waianzishe, lakini kuna muda itafika wataanzisha, au tena imeshaanza au ilishaanza au ndio watu wanafikiria kuianza. Lakini mimi nimeonyesha kwamba operation hii inaenda kuanza. Lengo ni nini? Ni kutengeneza nidhamu ya taifa. Sasa operation hii inakwendaje? Inaenda kwa kamata. Nikaona watu walioko mijini, tena nikaona ni kama mida fulani ya jioni, watu wanaotembea wanaozurura tunasema, lakini nimeona ni watu wanaotembea. Nikaona hata wengine kabisa walikuwa watu wanarudi majumbani kwao, wanakamatiwa njiani. Wengine kabisa wamekaa kwenye maeneo ya starehe, wanaenda pale wanaangalia, wanakamata. Wengine ni kwenye hizi baa, kwenye baa wanapita kwenye mabaa kabisa, hawajavaa nguo za kimamlaka, wamevaa kawaida tu, wanapita wanakamata. Kwenye magari barabarani hivyo hivyo wanakamata. Kwa hiyo mimi niseme tu na nishauri watu, kama hauna shughuli ya muhimu maeneo ya mijini, usikae mjini. Sikwambii kwamba eti urudi kijijini, hapana, ila kama hauna shughuli husika maeneo ya miji, maeneo yale ya makutano, hebu usikae. Maana nimeona huwa wakichukuliwa, nimeona uwezekano wa kurudi ni mdogo sana, mdogo sana, kwa sababu ni kwamba Mungu ameruhusu kufuta kizazi cha waovu au cha uovu. Mungu ameruhusu hicho, kwamba kizazi cha uovu au cha uovu kifutike kabisa. Kwa hiyo ikitokea uwezekano ni mdogo sana, mdogo mno. Kwa hiyo mimi nashauri wale ambao huwa mnapenda kukaa baa, msikae. Narudia tena, msikae. Narudia tena, kule YouTube kabisa, naomba mnisikilize vizuri na mnielewe kwenye hili. Wale ambao mna kawaida ya kukaa baa, msikae tena. Wale ambao mnakaa kwenye vilinge, msikae tena. Wale ambao mna tabia ya kutembea makundi, mnatembea mko watu 5, 4, 6, 7, acha kabisa. Wale ambao mna roll out na magari barabarani mtu hivi, acheni. Kama kuna issue ya maana kabisa imekubidi uende mahali, nenda chap, rudi chap. Maana nimeona, sisemi itakuwa ni muda gani, lakini ipo. Bwana ameonyesha hilo. Bwana asifiwe sana. Leo tuangalie malango ya uchawi. Malango ya uchawi. Tunaangalia malango ya uchawi. Nini ambacho kinaingiza uchawi? Uchawi unapita kwenye mlango gani? Mlango wa kwanza wa uchawi ni mlango unaitwa mchanganyo au mchanganyiko, mixing, mchanganyiko. Tuanze na kusoma kitabu kile cha Wakorintho wa pili sura ya 6 mstari wa 14, alafu nenda mpaka 15, alafu ruke uende 17. Msifungiwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawa sawa. Kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Mambo ya haki na mambo ya uasi hayana urafiki. Kwa hiyo usije ukafungiwa nira, yani ukajiunganisha hapo, au usije ukajichanganya. Wewe ni mwenye haki ukajichanganya na waasi, hapo huo ni mlango wa uchawi. Endelea. Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Nuru na giza havishirikiani hata siku moja. Ukiona nuru na giza vinashirikiana, mlango huo ni mlango wa uchawi kuingia kabisa. Ukaona wewe una marafiki ambao wanamjua Mungu
na wasiomjua Mungu, mnaishi pamoja, alafu mna umoja wenu. Mlango huo, muda sio mrefu Ibilisi anaingia kwenu. Muda sio mrefu, mlivyoonavyo mtanyang'anywa. Kama ni ndoa kama ni ndoa yako itaharibika tu. Baba, ukianza kujichanganya na watu wa giza, wewe ni mtu wa nuruni, ukajimiksi na watu wa giza na umeoa, kuwa na uhakika ndoa itaondoka. Una familia itapotea, una jamii itapotea, una uchumi, una pesa zitapotea. Ni mtumishi wa Mungu, una upako utaondoka. Kwa sababu gani? Mchanganyo ni mlango wa uchawi. Ndio maana ili uchawi uingie kwenye mji, lazima watu wafanye elimu za watu kuwachanganya. Kwa sababu gani? Ubinadamu, nasikia sijui kuwa mbinadamu, sijui mjue Mungu, watu wanachanganywa. Kanisa linaingia. Okay, Bwana asifiwe sana. Malizia. Tena pana ulinganifu gani kati ya nani? Kristo na Beliali. Beliali huyu ni mchawi. Anasema hakuna ulinganifu, yani hakuna kulingana, hakuna usawa baina ya Kristo na Beliali. Hawa wawili hawalingani, na usitafute kuweka usawa, usitafute kuweka sawasawa na mtu aliyemshirikina aliyemchawi, usitafute, maana huo ni mlango wa nini? Wa uchawi kuingia. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Labda wewe ni kiongozi wa familia, jamii, taifa, au kwenye ndoa, au unajiongoza mwenyewe, alafu unaanza kujilinganisha na wasio haki, unajilinganisha na washirikina, au watafuta amani yenye usawa na wachawi. Wewe sasa hivi hawa wanaingia, na wakiingia tu, mchawi akiingia tu, cha kwanza anasema mwivi haji ili soma Yohana 10:10. Maana mchawi akiingia tu, jambo la kwanza anafanya uharibifu, anachinja, anaua. Soma. Mwivi haji ila aibe, na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Bwana asifiwe sana. Siku tu ukajichanganya na mtu asiyemjua Mungu, kaa ukijua utaibiwa. Kama hautaibiwa, mambo yako itaharibika. Kama itaharibika, mambo yako itakufa. Jana niliongea hapa matokeo ya uchawi, vitu kufa, vitu kuzubaa, magonjwa sugu niliongea hapa, matatizo sugu jana niliongea hapa. Yanaanzia wapi? Si mtu anakuja mtu kabisa, anataka muwe marafiki, wewe haumwangalii huyu mtu rohoni ana nini. Kumbe huyu mtu ana michanganyo mingi sana, na wewe uko naye. Sikiliza, ndoa yako itakufa. Kama itakufa, itapotea. Familia itaangamia. Bwana kabisa amekupa miradi yako vizuri, umeanza, inapotea yote. Kwa sababu gani? Umejilinganisha, yaani umeweka usawa baina yako wewe na hao watu, au na huyo mtu. Maana uchawi hauji hivi hivi, unakuja kupitia mtu. Mchawi akiingia kanisani lazima atafute haki zake. Unasikia, lazima kuwe na haki, kwamba kanisa ni la watu wote, wema na wasio wema. Nani amesema? Nani amesema? Hakuna. Kanisa ni kwa ajili ya wagonjwa, lakini hawaji kuumwa kanisani. Kanisa ni kwa ajili ya makahaba, lakini hawaji kufanyaje? Kuendeleza ukahaba. Hapana, wanakuja kupona ukahaba. Kanisa ni kwa ajili ya walevi, hawaji kuendelea kulewa. Wanakuja kuponya nini? Kupona ulevi. Kanisa ni kwa ajili ya waizi, wezi, majambazi, wafitinishi, yaani kila uchafu ni wa kanisa, lakini hauji kanisani ili uendelee. Unakuja kuondolewa, unakuja kupona. Kanisa ni kwa ajili ya wagonjwa, watu wanaoumwa, unaumwa mgongo, unaumwa kiuno, una hiki, unaumwa. Ndio mahali pako ni wapi? Kanisani. Lakini hauji ili uendelee kuumwa. Hapana, unakuja ili uombewe, ili upone. Ulikuwa ICU, basi uvuke, uache ICU, uje kwenye nini? Uje uingie wodini. Umeingia wodini, uende nyumbani. Ndio maana ukiona kanisa la uchafu miaka 4, 5, 3, hapana, tayari
uchawi umeingia. Umeingiaje? Mchungaji amejichanganya. Mchungaji amejichanganya. Wapi? Amejengewa haki kwamba kuna haki baina ya kuna urafiki baina ya haki na muasi, kwamba hakuna vumilia tu iendelee tu, watapona tu. Hapana, haiendagi hivyo. Mke wako au mume wako anafanya mambo ya kijinga, mambo ya uchawi anayafanya, hakuna vumilia tu mwaka wa kwanza, vumilia tu wa pili, vumilia tu wa tatu, vumilia tu wa nne. Hapana, wewe umejimiksi. Maana hakuna urafiki, hakuna ushirika baina ya nuru na nini na giza, hamna. Narudia, Mkristo, hebu soma mstari wa 17, malizia hapo. Kwa hiyo tokeni kati yao, mkatengwe nao, asema Bwana. Sikiliza, kasema hivi, sio asema Paulo, asema Bwana. Mamlaka ya Mungu imesema kwamba mimi nawaambia Mungu, mkiona mambo haya tokeni, mjitenge nayo. Msiguse kitu kilicho kichafu. Wewe unagusa mangapi? Baadaye maisha inaharibika. Ndio leo hapa sasa hivi hapa imetoka unaambii kwamba watu msijimiksi. Kuna hii inakuja operation hapa, kamata. Msijichanganye, msikae baa, msitembee makundi. Umeona? Yaani msijimiksi. Inakuja hiyo, na ukichukuliwa kurudi yaani nafasi ni ndogo sana. Sasa wewe izarau hiyo, alafu jimiksi uone. Nami nitawakaribisha. Ukitaka Mungu aingie ndani yako, usiguse vilivyo vichafu, usishiriki uchafu. Nami nitakuwa baba kwenu, nanyi mtakuwa kwangu wana. Ndio, wa kiume na wa kike. Unataka kuwa mwana wa Mungu wa kiume na wa kike, lazima usijichanganye. Jamani, haya ni maandiko, sio mimi. Hili ni andiko, sio mimi. Mimi siko hapa kufundisha akili zangu. Mimi nafundisha akili ya Mungu, sifundishi mawazo yangu hapa. Ndio maana watu maisha yao ni magumu. Kwa sababu gani? Wanajimiksi. Watu wanajichanganya, watu wana maisha magumu. Hali ya uchumi ni mbaya, hali ya afya ni mbaya, hali ya uongozi ni mbaya. Kwa sababu gani? Wamejichanganya, wamejimiksi. Kumbe kujichanganya nini? Ni mlango wa shetani, ni mlango wa wachawi kuingia. Bwana asifiwe sana. Na sisi watu wa huduma ya Kristo, Mungu atutie nguvu. Sasa hapa Arusha tumeanza nini? Wakati mpya. Hamna kujimiksi tena, hakuna kujimiksi tena. Yaani ni bora tubaki wawili hapa, hakuna kujimiksi tena. Aje mgonjwa akae hapa na ugonjwa wake, tumhudumie, apone, asiumwe tena. Aje muasi, tumsaidie, aache, sio aendelee. Aje kahaba, tumsaidie, aache nini? Ukahaba, sio aendelee. Akiendelea tu, nampa ruhusa atafute kanisa la kwenda ambalo lina mambo ya nini? Ya michanganyo. Atafute. Ni bora upeleke mbinguni watu ngapi? Wawili. Ni bora mbinguni upeleke watu wawili. Mungu akusifia, akwambia mwanangu, hongera, safi kwa hao wawili ambao umewajenga, mpaka kuliko uwe na kundi la maelfu hapa, mega churches, makanisa makubwa, watu 10,000, 20,000. Afu angalia watu washirikina wote, asubuhi kanisani, jioni Kalimanzira. Wapi na wapi hiyo? Wapi na wapi? Asubuhi Mkristo, jioni Muislamu. Sasa mambo gani hayo? Yaani saa 2 asubuhi kaenda kanisani, anahudhuria vizuri mpaka saa 6, saa 7 msikitini, saa 10 msikitini. Hatujichanganyagi. Kuna hapa Bongo kuna umoja ule wa watu wa dini ni umoja tu wa kijamii, lakini kiibada hawafanyi pamoja. Na siku tu wakajichanganya wakafanya pamoja Lucifer huyo hapo
Huyo hapo, huyo hapo. Kwa sababu kabisa kiwalisia ndugu zetu Waislamu hawaamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Hawaamini kabisa kwamba Mungu hazai, wakati kumbe wana wa Mungu anasema wale wote walimpokea aliwapa uwezo kufanyika kuwa wana wa Mungu, kwamba wana wa Mungu unakuja kwa imani na kuzaliwa kwa neno, na mtu anakuwa mwana, sio kuzaliwa kwa maungo ya mwanamke. Hapana, ni kwa imani na kwa neno, kwa ubatizo. Wenzetu wale hawaamini kabisa hicho kitu. Alafu leo eti mnakaa mna ibada moja, na kabisa ameongea nani yule? Ameongea Amosi. Watu wawili hawawezi kwenda njia moja wasipopatana. Kiibada mmepatana, sawa. Kijamii sawa, lakini ukija kwenye ishu za ibada, kila mtu afanye ibada mwenyewe. Sasa wajichanganye wajichanganye, wajimiksi. Sisi wote wa Tanzania Mungu ni mmoja. Tuendeni pale stadium, uwanja wa Taifa pale Mkapa, ibada ya pamoja. Haya, tuanze kuomba. Walokole waombe, Wakatoliki na wenyewe waombe, Waislamu na wenyewe waombe. Anaingia ruspa hapo dakika mbili, nchi ile imeenda, nchi ipo imechukuliwa. Alafu nasikia tu jina limebadilika kutoka Tigo inakuwa Yas, mixed by Yas. Jina linabadilika. Ilikuwa Tanganyika inakuwa Tanzania, Tanzanieni, inabadilishwa, imeshaenda hiyo. Haleluya. Watu msijichanganye, chukueni fundisho hili, msifungiwe nira na wasioamini. Chukueni hili, mwataka mfanikiwe, chukueni hili. Yaani kumbuka kabisa. Umeenda kazini, unataka kabisa, anakwambia hebu tupite mahali hapa unywe. Mwambie nenda mwenyewe, wewe usiende kabisa. Mwambie bwana, wewe nenda mwenyewe basi. Atupitie pale kwenye makahaba, mwambie wewe nenda mwenyewe, wewe ishia, usijimixi, usione aibu, usione haya. Twende mlango wa pili wa uchawi. Rudia ile Ufunuo Yohana 18:23. Rudia. Wala nuru ya taa haitamulika ndani yako tena kabisa. Ndio. Wala sauti ya bwana harusi na bibi harusi haitasikiwa ndani yako tena kabisa. Maana hao ndio walikuwa wakuu wa nchi, kwa kuwa mataifa yote walidanganywa. Kwa nini? Mlango wa pili wa uchawi ni udanganyifu. Mlango wa pili wa uchawi, udanganyifu. Ndio maana ukiwa kiongozi kwenye ndoa, kiongozi wa ndoa siku zote kwa asili ni baba, ni mwanaume au ni mume. Narudia, kiongozi wa asili kwa mujibu wa Biblia wa ndoa ni mwanaume au mume, ndio kiongozi. Kiongozi wa familia kwa asili ni mama, sababu mwenye nyumba nani? Ni mama. Anasema mwanamke mwenye hekima atajenga nini? Nyumba yake, sio mwanaume. Msijimiksi hapa. Msijimiksi. Kama unajua hii ipo kote. Mwanamke mpumbavu ataamua nyumba yake. Lakini pia hata mwanaume mpumbavu, mwanaume hana mlango wa kuharibu familia, hana kabisa mlango, hana. Mwanaume hana mlango wa kuharibu familia, hana. Msijimiksi. Sichanganye. Fuata andiko linavyosema. Kwa hiyo mkuu wa familia huwa ni mama. Mkuu wa jamii anakuwa mzee. Mkuu wa taifa anakuwa nani? Mfalme, si ndio? Inakuwa hivyo. Mkuu wa kanisa anakuwa askofu. Mkuu wa kampuni anaitwa nani? Mkurugenzi, si ndio hivyo? Sasa ukiwa kwenye nafasi hizo za ukuu, bana, usidanganye, usiwe muongo. Yaani sasa hivi unaingiza uchawi, sasa hivi. Yaani wewe sio mchawi, lakini ile tu umedanganya, tayari uchawi umeingia. Huu hapa sekunde, huu hapo.
Lucifer huyo hapo ameingia, sekunde ameingia. Ndio maana tunaambia Wakristo msidanganye. Hii ni amri, msidanganye. Watu hawajua hii kuongea uongo hakuna shida. Matokeo ya uongo, uchawi unaingia. Uchawi unaingia. Kadanganye mke wako, utaona tu kesho kutwa ni mke wako anakuwa mchawi, anakufanyia vitu vya uchawi hapo, hutaamini kama ni yeye anafanya nini. Kwa sababu gani? Mlango ule uliufungua wewe. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Udanganyifu ni mlango wa nini? Okay, ya mwisho tumalizie. Mlango wa tatu wa uchawi, uhuru usiokuwa na sheria. Uhuru usiokuwa na mfumo. Nasikia haki sawa kwa wote. Uhuru wetu. Uhuru wowote ambao hauna mfumo wa kimungu, uhuru wowote ambao hauna sheria za kimungu, sasa hivi uchawi unaingia. Ni mlango wa uchawi huo. Ndio maana hata watu wale ambao wanadai uhuru, waulize, mnataka uhuru wa jinsi gani? Mnataka uhuru gani? Waulize alafu wajibu. Nchi yetu haiko huru. Ni sawa, basi mtujibu, ni uhuru gani huo mnaoutaka? Muuseme. Maana uhuru wa Mungu una mipaka. Uhuru wa kimungu una mipaka. Uhuru wa Mungu una sheria. Uhuru wa Mungu una amri. Kila kitu kwa nini? Kwa kiasi. Kila kitu kwa kiasi, ili uweze kuzuia na mengine. Bwana asifiwe sana. Basi haya, tumalizie ya mwisho, kudhibiti uchawi. Uchawi unauzuiaje? Fungua kitabu kile cha Nahumu sura ya 3 mstari wa 4, utasoma mpaka wa 5 alafu na wa 6. Kwa sababu ya wingi wa ukahaba wa yule kahaba mzuri. Ya wingi wa ukahaba kwa kahaba aliye mzuri, ndio yule bibi kwa mambo ya uchawi auzae mataifa kwa ukahaba wake, na jamaa za watu kwa uchawi wake. Kwa uchawi. Kuna bibi aliye mchawi anauza mataifa, jamii na jamaa kwa uchawi wake. Mungu anamzuiaje? Nenda mstari wa 5. Mungu anamzuiaje? Soma. Tazama, mimi ni juu yako asema Bwana. Mimi ni juu yako asema Bwana wa majeshi. Hapa ni mchawi, hapa anazuiliwa na Mungu. Endelea. Nami nitafunua marinda yako. Nami nitaonyesha mataifa uchi wako. Na ufalme wa aibu yako. Nami nitatupa uchafu uchukizao juu yako, ukufanya uwe mchafu. Hapo tuishia. Unaona hapa Nahumu Nahumu hapa alikuwa anaongea kuhusu habari ya mji wa Ninawi. Maovu yalizidi, uchawi ulikuwa mwingi sana mji wa Ninawi huu. Kwa hiyo Mungu anamtuma nani? Nahumu sasa aende akapige ule mji. Nahumu huyu, jambo la kwanza ambalo litakusaidia kudhibiti uchawi, Bwana unisikize tu vizuri. Ufunuo, revelation, ufunuo. Yaani lazima uwe na roho ya unabii. Lazima. Kumjua mchawi sio kazi ndogo. Lazima uwe na roho ya unabii, prophetic spirit. Lazima uwe na roho ya kinabii, au na roho ya unabii, au uwe nabii. Lazima, ili ufunuliwe. Ndio maana kudhibiti uchawi lazima kuwe na ufunuo na pia kuwe na nabii. Kuzuia uchawi mtaani lazima nabii aje. Kuzuia uchawi kwenye ndoa, familia, jamii, taifa, lazima nabii amke. Mungu huwa yuko hivyo, anainua manabii. Mungu akitaka leo hii akomeshe uchawi Tanzania, ambacho anafanya anainua manabii, alafu ufunuo unakuja huo.
Huwezi dhibiti uchawi kama hauna ufunuo. Huwezi. Kwa sababu kwanza wachawi wana akili. Acha. Mchawi ana akili. Anajua, analijua giza vilivyo. Anajua tembea gizani vizuri kabisa. Ndio maana mchawi kabisa anaweza kabisa akaingia kanisani na msimuone na msimjue, anaimba, anasali, anatoa sadaka, anaenda kwa lugha zote anafanya, lakini wizard ni mchawi. Unamjuaje? Roho ya unabii au nabii awepo. Makanisa yetu mengi haya ya mtaani huku yamejaa wachawi kibao. Kanisa moja hilo likampa mtu akawa askofu. Huyo askofu ni mchawi na hawamjui, sisemi na hawamjui. Bwana asifiwe sana. Okay, njia ya ngapi? Ya tatu. Ukianzia jana zile 2 na hii ya leo ya 3. Njia ya kuzuia uchawi lazima uwe na ufunuo. Ndio maana ukija hapo huduma ya Kristo nikakupa ufunuo, ufuate. Kwa sababu lengo la mchawi ni kumiliki. Anataka amiliki vilivyo vya kwako, avimiliki. Kwa njia gani? Ya giza. Unapigwa upofu ili achukue. Mwanamke mchawi ambaye labda anamtaka mume wako, unapigwa wewe uchawi, upofu. Wewe mama, pigwa nani hapo, upofu kabisa mzuri. Baada ya hapo mume huyo anaishia au mke huyo anaishia. Aenda wapi? Kwa yule mchawi. Kwa akili. Bwana asifiwe sana. Lakini ukiwa na mafunuo, utalala usiku unaambiwa sikiliza, usitoke. Usiache mke wako. Usiache mume wako. Unaambiwa usiku. Kwa mwilini umekasirika, umemind, una hasira. Roho unaambiwa hapana, ni uchawi huo. Usitoke. Tulia. Bwana asifiwe sana. Njia ya ngapi? Ya 4 ni maombi. Njia ya 4 kuondoa uchawi ni prayer, maombi ya muda mrefu. Sio maombi ya siku moja umaliza. Maombi ya muda mrefu yanaondoa uchawi. Narudia tena, ukitaka kujua au ukitaka kuondoa uchawi kwenye maisha yako, jitengenezee maombi yako tu ya siku 30 au kama yakwetu haya siku 50. Uchawi haukai. Yaani haukai. Yote maombi yangu haya ya siku 40 naombea labda wanangu au najiombea mwenyewe. Uchawi hautakaa. Pana moto. Lakini eti kanisa linakaa maombi maalum ya ufunuo mara moja kwa mwezi. Mchawi ana rest in peace, ana rest in power. Anakaa hapo kanisani na nguvu zake, lakini maombi mfululizo. Unajikuta kama hapa Arusha nafunga kanisa. Simama tuombe. Bwana asifiwe sana. Sema Bwana Yesu, naomba unitenganishe na kila michanganyo kwenye maisha yangu. Bwana Yesu, naomba unitenge na kila mchanganyo wa kichawi kwenye uchumi wangu, kwenye familia yangu, kwenye afya. Bwana Yesu, naomba unitenge na kila mchanganyo nilioandaliwa na shetani ili uchawi uingie ndani yangu uniangamize. Sema siku ya leo najitenga sasa. Sema navunja ushirika na kila uchawi, ushirika ninaoujua na nisioujua. Sema navunja urafiki na malango ya uchawi kwa damu ya Yesu. Sema ninafunga malango ya kichawi kwenye maisha yangu, ninayafunga sasa kwa jina la Yesu. Endelea kufunga sasa, anza kuomba kila mmoja, anza kufunga kwenye audio, video, omba YouTube, omba kila mmoja, funga malango ya wachawi. Shakamanto rianda rabasika, nafunga malango ya uchawi, malango ya kichawi ninayafunga sasa kwenye maisha yangu, juu ya kanisa hili la huduma ya Kristo. Tunafunga
Ninafunga sasa, nafunga leo, nafunga leo, nafunga sasa malango ya uchawi, malango ya kichawi ninayafunga katika jina la Yesu Kristo Bwana wa Mungu aliye hai. Ninafunga leo, nafunga sasa, nafunga sasa kwa jina la Yesu Kristo. Malango ya udanganyifu nayafunga sasa kwa damu ya Yesu Kristo. Nayafunga, nafunga huo mlango wa udanganyifu, naufunga sasa kwa jina la Yesu Kristo Mwana wa Mungu aliye hai. Nafunga katika jina la Yesu Kristo Bwana wa Mungu aliye hai, kwa damu ya Yesu Kristo Bwana wa Mungu aliye hai. Malango ya uhuru usio na mfumo, malango ya uhuru yasiyokuwa na amri za Mungu, malango ya uhuru yasiyokuwa na sheria za Mungu, nazifunga leo kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Sema Bwana Yesu, nipe ufunuo wa kudhibiti kila uchawi kwenye maisha yangu. Bwana Yesu, nipe roho ya unabii iingie ndani yangu, nianze kufunuliwa wachawi niliokuwa nao. Bwana Yesu, nipe roho ya ufunuo katika uchumi wangu, katika fedha zangu, katika upako wangu. Nipe roho ya ufunuo Bwana, nifunulie Bwana kinachoniumiza, nifunulie Bwana kinachonitesa, nifunulie Bwana kinachoniangamiza. Bwana Yesu, leo naomba unifunulie zile njia za kufanikiwa, zile njia za kupiga hatua kwa jina la Yesu. Sasa endelea kuomba Bwana akupe ufunuo. Bashantoriana rabasika. Bwana nifunulie sasa. Endelea Bwana kunifunulia. Endelea Kristo kunifunulia. Baba nifunulie. Zidi Bwana kunifunulia. Shamandoriana rabasika. Katika jina la Yesu Kristo Mwana wa Mungu aliye hai. Baba nifunulie njia zangu za baraka, njia zangu za kufanikiwa, njia zangu za kupiga hatua. Bwana nifunulie sasa. Yesu nifunulie leo. Bwana kufunulie njia ya uponyaji, njia ya amani, njia ya furaha, njia ya kupiga hatua, njia ya uchumi, njia ya kupokea pesa. Bwana leo kufunulie. Mashanto rianda rabasika. Sema Bwana Yesu, nipe mwanzo mpya. Bwana Yesu, nipe akili, nipe hekima ya mwanzo mpya wa maisha yangu, ya uchumi, ya familia, ya ndoa, ya taifa, ya afya. Bwana Yesu, leo nipe mwanzo mpya. Nipandishe Bwana viwango vingine vya utukufu ili nikuinue wewe. Anza kuomba, endelea kuomba Bwana akuinue, akupandishe viwango vingine. Bwana Yesu, naomba sasa unipandishe viwango vingine. Kanisa lako la hapa Arusha, la audio, la kule video, Bwana Yesu, pia hata kule YouTube. Bwana Yesu, pandisha watu wako sasa, wapandishe. Yakandorianda rabasika. Katika jina la Yesu Kristo, Bwana akupandishe, katika jina la Yesu Kristo Bwana wa Mungu aliye hai. Bwana akupandishe, Bwana nipandishe viwango vingine vya uchumi, vya afya, vya kijamii, vya upako, vya kanisa, vya unabii, vya mahubiri, mafundisho. Bwana Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Funga macho yako sasa, niombe kwenye audio, video, kwa YouTube. Alafu nikuombe sasa Bwana aweze kuinua, Bwana aweze kushika mkono kwa jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mwana wa Mungu aliye hai, ninaomba kwa ajili ya kanisa hili hapa Arusha, kanisa kwenye audio, kwenye video na kule YouTube. Bwana Yesu, naomba sasa ukainua watu wako, mfalme wa amani, ukawape viwango vingine. Bwana Yesu, naomba ukawape roho ya unabii, wakafunuliwe sasa, maana hawajui, wamefungwa macho yao, hawajui yanayoendelea, hawajui. Bwana Yesu, wafungue macho yao sasa, kama Elisha ambapo aliomba kwa ajili ya Gehazi, na Gehazi akaanza kuona kwamba walio nyuma yao ni wengi kuliko wale majeshi. Na mimi naomba sasa Bwana, fungua macho yetu sasa,
huyu baba, huyu mama, huyu kijana amezingirwa na uchawi, amezingirwa na wachawi, lakini hajui, nao wanamtesa kila siku. Bwana Yesu, fungua macho ya watu wako sasa. Fungua Bwana Yesu taifa letu la Tanzania. Fungua Bwana Yesu viongozi wetu, wafunguliwe akili zao, zifunguke fahamu zao, waanze kuona uchawi ulioko. Rakando mashanto rianda rabasika. Bwana, fungua watu wako macho, waanze kuona katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Baba, tupandishe tukuone wewe. Haleluya, amen. Tukae. Basi kama kabisa umejiandaa kwa sadaka yako, ni zaka, basi namba yetu inapita hapo chini vizuri. Basi unaweza ukaachilia sadaka yako vizuri na Bwana atakubariki sana. Hapo uliko basi naomba sadaka yako ambayo umedhamiria kutoa leo, basi shikilia vizuri, alafu nitakuombea na Bwana ataenda kukusaidia sasa. Bwana atakuondoa katika uchawi na Bwana atakuinua. Bwana Yesu, naomba sasa kwa ajili ya hazina aliyoshika huyu baba, huyu kijana, huyu mama, huyu mtoto, huyu mtumishi na kila mmoja. Bwana Yesu, naomba sasa kwa hazina aliyoshika, Bwana ukamfungue, Bwana ukambariki, Bwana ukamwezeshe, na kila mmoja auone ukuu wako. Kwa damu ya Yesu Kristo, amen.